Taarifa zilizopo hivi sasa zinamhusisha mchezaji wa kimataifa wa Uganda Allan Okello na wananchi Yanga, kwamba kiungo huyo mshambuliaji, kiungo nyota, kiungo mwenye kipaji ambaye kwa siku kadhaa alikuwa akihusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba, hivi sasa inaelezwa kwamba wananchi Yanga ni kana kwamba wameshamaliza kazi, wameshafanikisha usajili wake na kilichobaki ni kutambulishwa rasmi wakati wa usajili wa dirisha dogo kwenye msimu wa 2025 2026, kwamba kuongezeka kwake ni dhahiri kuwa kuna kwenda kuiongezea Yanga kitu, hasa katika eneo lake la ushambuliaji, maana kiungo huyu amekuwa na mchango mkubwa katika timu mbalimbali anazozichezea na hasa katika upachikaji mabao, kutengeneza nafasi za mabao kwa wenzake, lakini pia kupigania mpira pindi timu yake inapoupoteza. Huyu ni mchezaji aliye kwenye kiwango bora sana, lakini hata hivyo mpaka sasa hakuna taarifa zozote rasmi za Yanga wenyewe kwamba wamefanikisha usajili wa nyota huyo, na wala hakuna taarifa kutoka kwa klabu yake ya sasa ya Vipers inayoshiriki ligi kuu ya Uganda kwamba wako mbioni kumwachilia kiungo wao huyo kwenda kuichezea Yanga. Lakini vile vile hakuna taarifa rasmi kutoka kwa management binafsi ya mchezaji huyo wa kimataifa wa Uganda kwamba anahamia Yanga wakati wa usajili wa dirisha dogo. Hivi sasa mchezaji huyo yupo na timu yake ya taifa ya Uganda kule nchini Morocco, ambako inashiriki fainali za AFCON katika kundi lao, ambapo mechi ya kwanza walipoteza kwa mabao 3-1 dhidi ya Tunisia. Sasa kwa kawaida inafahamika wazi kwamba ndani ya Yanga kwenye mfumo wa kucheza, baada ya golikipa huwa kuna walinzi wanne, viungo wawili wakabaji, viungo 3 washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Endapo kweli Allan Okello atajiunga na Yanga kama inavyoelezwa hivi sasa, ni kwamba atakwenda kuongeza nguvu hasa katika eneo hili la viungo 3 washambuliaji, kwa sababu hata katika klabu yake ya sasa ya Vipers, lakini pia katika timu ya taifa ya Uganda, Okello huweza kucheza katika eneo hili akiwa kama kiungo ushambuliaji pembeni kulia, kiungo ushambuliaji pembeni kushoto, kiungo ushambuliaji katikati akiwa kama nambari 10 nyuma ya mshambuliaji kinara. Maeneo yote hayo Allan Okello amekuwa akicheza vizuri sana. Inategemea tu namna ambavyo kocha wake anampanga na kumpa majukumu kuyatekeleza katika maeneo hayo. Hizi ndio nafasi ambazo hucheza sana, na katika timu yake ya Vipers ya Uganda akitumikia nafasi hiyo amekuwa akifanya vizuri sana. Hivi sasa mchezaji huyu ambaye umri wake ni miaka 25, ndiyo maana alizaliwa Julai 4 mwaka 2000, lakini urefu wake ni futi 5 na inchi 10. Allan Okello mguu wake wenye nguvu zaidi, sema foot, ni wa kushoto. Matokeo yake anapocheza na hasa anapotokea upande wa kulia huwa ni inverted winger, kwa maana kwamba atoka upande ambao guu lake lenye nguvu halipo upande huo, hivyo kumpa fursa ya kuwa anaingia ndani na kutoa nafasi kwa beki wa kulia wa timu anayochezea kupanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja, huku yeye akilitazama lango la wapinzani kufanya majaribio ya kufunga ama kutoa pasi mshazari kwa wenzake. Amekuwa akifanya hivi kwa mafanikio makubwa anapotokea upande wa kulia akitumia guu lake la kushoto. Lakini Allan Okello anapotokea kushoto kama orthodox winger, mara nyingi si wa kwenda kumaliza uwanja mpaka kwenye touchline na kupiga cross, bali pia hupenda kuingia ndani. Allan Okello miongoni mwa sifa zake kubwa pindi anapopokea mpira wa kwanza ni pamoja na uwezo mkubwa wa kudribble mipira, kuikokota, kupiga chenga, lakini vile vile ni mzuri katika kupiga mipira ya kutenga. Faulo ana uwezo wa kuzipiga zikienda moja kwa moja wavuni, lakini vile vile mipira ya mikwaju ya penalty yeye ni mfungaji mzuri. Allan Okello katika timu yake ya Vipers msimu uliopita 2024 2025, Okello aling'ara sana. Okello katika ligi kuu ya Uganda ambako kuna timu 16 teams, matokeo yake mechi huwa ni 30 kwa msimu mzima, kama ilivyo katika ligi kuu Tanzania bara ambapo pia kuna timu 16 kwenye mechi 30, wakati Vipers ikitoa ubingwa msimu uliomalizika 2024-2025 yeye alicheza mechi 25. Lakini katika mechi hizi Allan Okello akafunga mabao 19 na bado alitoa assist, pasi saidizi za mabao 4
na hivyo akachangia mabao, jumla hapa ni mabao 23. Tunasema goal contributions. Goal contribution, mchango wake wa mabao kwa timu yake ya Vipers wakati kitoa ubingwa ligi kuu ya Uganda msimu uliopita ulikuwa ni mabao 23. Ikumbukwe mpaka msimu unamalizika Vipers walifunga mabao 49. Kwa sababu hiyo kufunga kwake mabao 23, maana yake ukiangalia mchango wake wa mabao ya jumla kwenye mabao waliofunga Vipers kwa msimu mzima ukiweka katika asilimia ni around asilimia 47. Unaweza kuona kwa namna gani amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye kuwadhuru wapinzani, kwenye kuiwezesha timu kufunga mabao. Vipers walitoa ubingwa wa Uganda katika msimu uliomalizika 2024 2025. Lakini hiyo haitoshi. Katika timu yake ya taifa ya Uganda amekuwa na mchango mkubwa pia. Hivi karibuni wakiwa wameandaa fainali za CHAN kwa pamoja na nchi za Tanzania, Kenya na wao Uganda, kama tunakumbuka vizuri, Okello ni miongoni mwa nyota waliowezesha Uganda kwa mara ya kwanza kufika robo fainali za michuano hiyo. Ni kwa sababu tunafahamu vizuri Uganda walifika mpaka katika hatua ya robo fainali kwa ujumla wakicheza mechi 5. Maana mechi 4 zilikuwa za hatua ya makundi, halafu mechi moja ya robo fainali ambayo walitolewa. Sasa kwenye mechi zote 5 yeye alicheza zote, na katika mechi hizi alicheza kwa dakika 429. Na nini alifanya? Okello alipiga mashuti 11, kati hayo 6 alilenga shabaha, halafu akafunga mabao 3, lakini akatoa assist 1, na hivyo kuwa na mchango wa jumla wa mabao 4. Ikumbukwe Uganda mpaka unafika hatua ya robo fainali na kutolewa, kwa ujumla walikuwa wamefunga mabao 8. Katika haya 8 yeye amechangia mabao 4. Kwa lugha nyingine unaweza kusema 4 katika 8 ukizidisha kwa 100, mchango wa mabao ni asilimia 50. Bado ni ushahidi juu ya uwezo wake mkubwa, na hasa pale wanapovuka katikati ya mstari wa uwanja kuelekea lango la upinzani, yeye amekuwa ni katika wenye madhara makubwa kwa wapinzani, mbunifu na ni kutumainiwa katika kuleta matokeo ya ushindi kwa timu yake ama kufunga mabao. Lakini haitoshi. Kwenye michuano ya kuania kufuzu fainali za kombe la dunia katika kundi ambalo mwisho wa siku ni Algeria ndio waliomaliza kileleni na kupata tiketi ya kuwakilisha bara la Afrika katika fainali za kombe la dunia miongoni mwa nchi 9 zilizofuzu moja kwa moja, Uganda walimaliza katika nafasi ya pili. Uganda katika safari yake hiyo ilicheza mechi 10 kama zilivyo timu nyingine zote kwenye kundi lake. Kwenye mechi hizi Okello alicheza mechi 7. Dakika alizocheza zilikuwa ni 562, lakini Okello kwa muda huu mfupi aliocheza alifunga mabao 3, halafu akatoa assist 4, ambao kwa ujumla akawa amechangia mabao 7, total goal contribution. Uganda mpaka wanamaliza mechi 10 walikuwa wamefunga mabao 14. Yeye kusababisha mabao 7, manake mchango wake wa mabao ilikuwa ni asilimia 50. Maana ni mabao 7 kati ya 14 yamesababishwa na yeye, ingawa hakucheza mechi kwa asilimia 100. Hiyo itoshi. Alan Okello licha ya kwamba yeye yumo katika orodha ya viungo ubunifu na amekuwa akifanya hivyo na kuleta matunda kwenye timu anazochezea kama nilivyotoka kueleza, lakini ni mzuri pia katika kupigania mipira. Katika modern football, soka la kisasa, wachezaji huangaliwa pia pindi wanapokuwa hawana mipira. Timu inapokuwa inazuia, yeye anatekeleza jukumu lipi huyu mchezaji? Sasa Alan Okello kwenye eneo hilo yuko vizuri sana. Hilo linathibitishwa na kile ambacho alikionyesha wakati wa michuano ya CHAN, ambapo katika mechi 5 alizocheza yeye alifanikiwa kupigania mipira na kuirejesha katika miliki ya timu yake ya taifa ya Uganda mara 16. Nasema ball recoveries. Sasa mchezaji wa namna hii haishangazi kuona akihusishwa na klabu kubwa kama ya Yanga. Endapo dili hilo likafanikiwa, Alan Okello ambaye inaonyesha kwamba mkataba wake na Vipers unafikia mwisho Juni 30 mwaka 2026. Yaani takriban miezi 6 tu imebaki kabla ya mkataba wake wa sasa na Vipers kuhitimishwa. Endapo atatua kweli Yanga, maana yake Yanga watapata nyongeza muhimu
ya wachezaji wenye kipaji kwa ajili ya kufanikisha mipango yao. Yanga wanawania taji la ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 5 mfululizo, maana washatoa mara 4 mfululizo. Wanawania taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa mara ya 5 mfululizo, maana washatoa mara 4 mfululizo. Lakini Yanga wanashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, wako katika hatua ya makundi na mwenendo wao ni mzuri. Kwenye kundi la B wao na Al Ahly kila mmoja akiwa na pointi 4, lakini wao wakiwa nyuma ya Al Ahly kutokana na ukweli kwamba Al Ahly wana tofauti nzuri ya mabao ya kufunga na kuruhusu. Sasa mwenendo huo mzuri katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, endapo Alan Okello akijiunga na timu hii, ni dhahiri kwamba anaweza kwenda kuongeza kitu kikubwa kwa kocha Pedro Gonçalves ili kuiwezesha Yanga kutimiza mipango yake kwenye michuano hiyo na michuano mingine mbalimbali inayoshiriki. Ni kwa sababu kwenye mfumo ule wa 4-2-3-1 hata 4-3-3 baada ya golikipa, kwa maana walinzi wa 4, viungo watatu, shambuliaji watatu, ama baada ya golikipa walinzi wa 4, viungo wale ukabaji watatu, washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, kama nilivyotoka kueleza awali. Alan Okello anaweza kufiti moja kwa moja kama kiungo wa ushambuliaji kutokea pembeni, kushoto ama kulia, au nyuma ya mshambuliaji kinara. Kote anaweza kufanya vizuri na anafiti moja kwa moja kwenye mfumo wa kocha Pedro Gonçalves. Kasi yake ni mtaji ambao utamwezesha kuingia kirahisi kwenye mfumo wa Yanga, kwa sababu Pedro Gonçalves anapenda wachezaji ambao wanapovuka katikati ya mstari wa uwanja, wanapokuwa na mipira, wanakuwa moja kwa moja, tena kwa kasi na sio kwa mwendo taratibu, na sio kucheza pasi tunasema sideway passes, kushoto kulia na kurudi nyuma. Okello aina ya uchezaji wake inamfanya aende kufiti moja kwa moja, lakini zipo changamoto. Changamoto mojawapo ni kwamba endapo Alan Okello atajiunga Yanga, basi benchi la ufundi chini ya Pedro Gonçalves watakuwa na kazi ya ziada katika kuhakikisha wanawapa furaha wachezaji wao wote kwenye eneo hilo, kwa sababu Yanga imejaliwa kuwa na wachezaji wengi wenye kipaji katika eneo la kiungo cha ushambuliaji. Ndio, ni eneo ambalo yupo Celestin Ekwa, mchezaji wa kimataifa wa Chad. Ni eneo ambalo yupo Maxime Pia Nzengeli, ni eneo ambalo yupo Peodo Pacome Zouzoua, ni eneo ambalo anaweza kucheza pia Dennis Nkane, Faridi Musa. Ni baadhi tu ambao wanaweza kucheza katika eneo hilo la viungo wa ushambuliaji, kwa maana wale watatu mpaka wa nyuma yake yupo Lassine Pouma, yupo Mohamed Momo Dumbia na wengineo. Sasa Okello akijiunga, maana yake tayari hapo kutakuwa na mrundikano wa wachezaji ambao mwisho wa siku baadhi watajikuta wakiendelea kusogwa bench, na hivyo benchi la ufundi lisipodhibiti hali hii vizuri, inaweza ikawa badala ya mambo chanya kuja kutengeneza figisu. Changamoto nyingine ni ukweli kwamba Alan Okello ni mchezaji wa kigeni, ni raia wa Uganda. Kanuni za ligi kuu Tanzania bara zinatoa fursa kwa kila timu kusajili wachezaji wa kigeni mwisho 12. Yanga tayari wanao wachezaji 12. Maana yake Alan Okello kama anajiunga na Yanga, kuna mchezaji wa kigeni atapaswa ampishe. Hiyo nayo ni changamoto ambayo bila shaka benchi la ufundi la Yanga kama wanamsajili watakuwa tayari wameshapata jibu lake. Changamoto nyingine ni juu ya yeye kuja kuzoeana na wenzake haraka ili matunda yake yaanze kuonekana moja kwa moja. Maana Yanga bila shaka kama zilivyo klabu nyingine, wakati wa usajili wa dirisha dogo, wachezaji wanaosajiliwa hawasubiriwi wachanganye, bali wakifika tu wanatakiwa kuleta matunda, na ndio ilivyo katika usajili wa dirisha dogo. Lakini kwa ujumla tu changamoto zinazidiwa na mambo chanya ambayo mengi yanaonekana. Kama usajili huo utafanikiwa, basi Yanga itakuwa balaa zaidi, kwa sababu atazidi kuongeza chachu kwa wale waliopo, kuongeza jitihada kwa kujua kwamba wasipoonyesha ushindani wa kutosha watajipotezea fursa ya kucheza mbele yake. Lakini faida nyingine mbali ya zile ambazo zimetoka kuzieleza, Alan Okello ana uzoefu pia katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa sababu hiyo akijiunga na Yanga moja kwa moja ataipa mambo chanya kama ataendeleza kile ambacho amekuwa akifanya anakotoka, kwa sababu inafahamika vizuri Alan Okello tangu wakati akiwa na umri wa miaka 18 alianza kucheza hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, wakati huo akitumikia Kampala City Council. Iliingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye kundi ambalo walikuwa na Township Rollers ya Botswana, walikuwa na Esperance de Tunis ya Tunisia, Al Ahly ya Misri. Ni katika kundi ambalo wao walimaliza nafasi ya 3, huku Al Ahly na Esperance de Tunis zikisonga mbele kwa hatua ya robo finali. Ni kwenye mechi ambazo yeye mechi 6 za hatua ya makundi alicheza zote, ingawa akiwa kijana mdogo miaka 18, na aling'ara sana, ingawa timu yake ilikuja kumaliza nafasi ya 3, lakini alifunga bao moja na vile vile
alitoa asisti moja. Tena bao mojawapo alilifunga katika mechi dhidi ya Al Ahli wakati Kampala City Council wakishinda mabao 2-0 dhidi ya Al Ahli pale nchini Uganda. Aliwahi kwenda kuichezea Parado ya ligi kuu ya Algeria. Kwa hiyo Alan Okello ana uzoefu wa kutosha. Atakapotua, changamoto nyingine kubwa kwake ni juu ya shinikizo la kutimiza matarajio mengi ambayo mashabiki wa mpira wa miguu nchini, hususan mashabiki wa Yanga watakuwa wakitarajia kutoka kwake na wala si vinginevyo. Lakini pia atakuwa akikabiliwa na shinikizo kutoka kwa wapinzani wa Yanga, Simba, ambao walikuwa wakihusishwa ingawa kukuwa na taarifa rasmi ya Simba wala Vipers kwamba Okello anahitajika katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, kwamba wako kwenye mchakato wa kumsajili, hali ambayo mwisho wa siku itamhitaji Alan Okello kuwa na utulivu wa kifikra ili kuhakikisha kwamba kipaji chake hakiathiriwi na presha kutoka nje, kutoka kwa mashabiki wa Yanga wenyewe watakao kuwa wanataka mambo makubwa kutoka kwake, lakini pia kutoka kwa wapinzani wa Yanga wakiwemo Simba ambao watakuwa wakimtumia yeye kama karata ya kuwatania Yanga endapo kiwango chake kitakuwa chini yake. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.